za siku? Kwema za wewe? Salama. Ukanisusa mazima. Tupo za kupendeza. Tupo shoga yangu, najua kali hii lote tunalo shoga yangu. Wewe tena uniambia najua letu wakati sasa hivi mashallah jua masikia kwa jirani. Maisha yangu super dada, kama unavyoniona shoga yangu. Sasa hivi niweza jelo tena kwa heri. Niweza hivyo. Ndio hivyo shoga yangu, penzi liko hoti dada lele. Ngoja kwanza. Yule bibi vipi mke wangu yule bwana kuhusu mke wake? Kuhusu yule mke mimi mwenyewe bwana anasema kwamba bwana ndio mwanamke kaenda kwa nani? Kwa shangazi yake. Sasa mimi ninavyohisi yule hapo kwa shangazi yake yule kaondoka kwa moja kwa moja kwenda kwa mama yetu shoga yangu. Usiseme unavyohisi. Sema wewe ushaletewa ubuyu, ushaumuunya peke yako. Sasa vile nakosaje mtu kuniambia ubuyu shoga yangu? Hivi ndivyo niangalia unanionaje shoga yangu? Mkose mtu kuniletea hata ubuyu? Iko kitu hakiwezekani shoga yangu. Hapo ulipo akisha hivi yule bwana Kevo ukikutana naye kupendeza kama huko hata jisikiaje kwa mfano? Hebu tueleze habari za Kevo bwana. Sio tena Aisha haraka moja ya Kevo. Kila kitu bwana anakitatia, kula mchana, usiku, asubuhi, kula kwangu, usafiri wangu, yaani maisha yangu yote. Na hisi bwana kanabeba. Najua sio shida zako, sina hata nywele sasa hivi unavyopendeza, sio kama mwanzo. Sasa wewe muda wote ulikuwa unachelewa bwana. Kuwa na maisha kama haya mtoto wa mtu. Wewe unaona siku nywele zangu hazinuki mba kabisa. Nani nilivyo shoga yangu? Niambie. Ila Kevo bado unampenda. Ushaanza kunitibua. Yaani wewe ukikaa kutwa kitaka nione ajabu kwamba hapa tutapiga story zitaendelea mwanzo hadi mwisho bila kusema unampenda Kevo. Shoga yangu sasa nitafanyaje? Moyo wangu umeshindwa kabisa, umeshindwa kumwona kabisa shoga yangu. Nampenda Kevo. Kwa unamaanisha bado unampenda? Nampenda. Niliajua hayo maana wewe na huyo Kevo. Yaani mimi nashindwa hata kukuelewa shoga yangu. Sasa mimi nakuweka kwenye fungu gani? Yaani unajua moyo wangu umeshindwa kabisa kukubali mashindano. Moyo wangu umeshindwa kabisa. Yaani wewe unanichosha, unanichosha akili mpaka mawazo. Kila nakushauri yani hata alikuingia kichwani. Wewe ulivyopendeza ukisharudi tena kule. Ndugu yangu sio wa hapa. Unakuwa tena kunishauri umenishauri. Si unaona ushauri wako nimefanyia kazi mpaka sasa naona napendeza. Lakini moyo wangu umeshindwa kabisa eti kumove on kumwacha Kevo. Hiyo kitu ya shoga. Sasa siwezi nikwambia. Mimi hapa kwangu kwa nakuja na hizo habari. Bora uishi huko. Mimi usinijie hapa kwangu sababu unanichosha bwana. Kwa nini nimekuja kukaribia sisi? Unachosha sana, sio kidogo. Sababu unachosha. Sasa sikiza nikwambie. Ninaona stories ziishie hapa kwangu. Fanya tu safari uende. Na kunifukuza unanifukuza shoga yangu. Ushanitibua. Kwa nini unakuwa hivyo wewe? Basi haina shida, basi atumzungumzie Kevo, basi haina shida. Ushanichosha bwana. Yaani umenichosha sitaki kabisa. Basi tuongelee masuala mengine kama hilo basi litaki. Yote. Zaidi ya haya ambayo kuja kunitibia roho yangu. Kuna lingine tena? Vipi bwana ndugu yangu? Fresh. Wewe mwanangu siku zote hizo nakuita, leo ndo umeamua kuja. Baba. Hata wenyewe ndugu yangu. Niko napitia sokoni nikachukua nyasi. Niko na bangi mpema mwana niita kila siku. Shida nini? Wewe leo nipitie kitu. Bwana wito wangu mimi unahusiana na mtu wako. Nani? Aisha amekuja hapa kwa bibi kubwa ili Aisha aombewe radhi kwako. Ya nini tena hiyo? Mrudiane. Bibi. Ndio na Aisha. Acha masiana. Sasa kumbe hujui hapo. Haiwezekani. Inawezekana kulia na mimi na Aisha. Basi jambo zuri ndugu yangu. Unajua ujasiri wa mwanaume pia unalingana na misimamo ambayo yeye anaionyesha. Unanielewa? Kwa ukilishikilia jambo, mimi siwezi kukushauri uendelee naye. Kwa sababu wewe ndugu yangu.
unachokipitia wewe na mimi pia kinaweza kunikuta. Ukiumia nimeumia. Hali zetu tunajuana. Si unanielewa Gebo? Mwanangu, kama ndo hivyo, jambo la umuhimu. Ninaona yeye abaki tu na msimu wake. Kevo, wewe kilio leo hii unajifanya unakaza wewe. Hauna niigizia mwanangu afu nyuma ya ukuta. Unaanza kumomba tena naye. Kwa hivyo mimi mbili nikipata kata kuuza nazi. Tena nidai na Aisha. Kaka. Hivyo kweli? Haya bwana, nisikilize mwanangu. Unajua ujasiri wa mwanaume pia unalingana na misimamo ambayo yeye anaionyesha. Si unanielewa? Kwa ukilishikilia jambo, mimi siwezi kukushauri uendelee naye. Basi abaki na msimu zake, mimi nibaki na msimu wangu. Siwezi kudana na Aisha kaka. Wewe mwenyewe umeniona jinsi alivyonitesa. Alivyonifanya kama kidamu hapa. Sina salio, sina hela, sina chochote. Mwenyewe unashuhudia katika macho yako. Naomba abaki na mambo yake tu. Hilo jambo zuri kwa sababu maumivu yako wewe ni maumivu yangu mimi. Si unanielewa? Sasa. Haina noma ndugu yangu. Naona umetulia. Unajua tena wakati. Ndevu umejiachia kaka. Ubize kaka, hadi mwisho siku hata ile kunyoa anashindwa. Ubize. Poa bwana. Odi. Asante. Vipi? Karibu. Safi mzima. Choka tayari. Karibu. Asante, nimekuja kijiweni kule sijakukuta. Niko nafua leo, tunajua kesho shule. Leo nafua. Shoga yangu nimekuja tu hapa na story na mama. Tutaka kuzungumza. Basi tukakae pale. Huko. Haya. Niambie. Safi shoga yangu, vipi? Poa, leta habari. Safi mzima. Mzima na vipi? Naona upo kwenye usafi. Nafanya usafi, si unajua tena wanafunzi kesho shule. Nimekuja shoga yangu. Tangia siku ile pale nilipimwa. Nikaondoka shoga yangu. Hata sijaangalia nyuma. Si unajua tena binadamu kishachanganyikiwa na mambo kibao, na wewe ulipokuja uliponiletea zile habari zako ukazidi kunivuruga ubongo wangu. Nimekuja hapa kuomba ushauri shoga yangu. Wewe shoga yangu, wewe ndio dada yangu. Na sina sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi yako wewe. Unajua mimi siku ile nimekutimua, lakini nimekaa nikafikiria mpaka nafsi yangu ikaniona. Nikaona huyu kweli anayozungumza ni sawa. Na sisi unajua mapenzi yanaingiliwa. Na mtu ukishapenda, si unajua tena sasa ni tumepitia huko. Sasa ndugu yangu, kwa cha kufanya, mimi kuna ushauri nataka nikupe. Kama utaupenda lakini. Taliziki sana nitafanyaje na ufikiria wewe? Sasa sikiza ngwa. Kwa nini tusimteke? Unamzungumza zake hivyo? Sasa kwa nini umekuja hapa kwa jambo la nani? Si ndo la huyo Kevo? Hilo ni wazo zuri. Ila ungenipatia na muda kama kipindi kile nilifanyie kazi. Sasa kwani tatizo ni? Tatizo ni hela au tatizo kitu gani? Mpaka nikupe muda. Tatizo sio hela. Linalowezekana leo usisubiri kesho. Basi ngoja nilifanye kazi au vijana wenyewe kuwatafuta mpaka niwapate. Sio leo, manake kile kikundi nilicho nategemea sasa hivi kimetawanyika. Labda sasa nimtafute yule kijana nilokuwa naye kipindi kile, nakumbuka. Nikimpata yule ndio issue yangu yote inaweza kukaa sawa. Sikiza nikwambie. Unajua yule kijana anakaa wapi? Pale nilipokuwa nakaa kipindi kile, unapakumbuka? Kule nyuma kule. Kwenye lile jumba lile pale kwa hapa pembeni. Ndio anapokaa. Ukenda yule atatafuta wenzie.
Basi haina shida, ngoja mimi nifanye mchakato wa kwenda kumtafuta. Fanya hivyo basi ndugu yangu. Sasa mwenye niende. Haya, karibu, sisi tupo tunafuafua hapa, nimebandika maharage. Ungesubiri hata kula kidogo. Kama mwenzangu, sitaki kula ni mawazo. Mimi kitu changu sasa hivi kimejaa mawazo, shoga yangu. Shoga yangu. Haya. Bwana Kivuvi, poa. Bwana, bwana, lazima nitakusamahani kwa usumbufu bila thamani, lakini pia kuna jambo moja nataka tuongee. Ongea. Sawa. Najua umeachana na Aisha, lakini baada ya kuachana na Aisha, lengo kubwa na wewe kuita hapa ni kukaa naye au kukaa mbali na Aisha. Unajua kaka, si tunajua kabisa kwamba ungeniita hapa au ungesimamisha hapa ungengalisha hivyo. Inawezekana hujanielewa. Yaani lengo langu kubwa la wewe kukuita hapa, yaani sitaki uwe na mazoea na Aisha kabisa. Lazima umeita unazungumzia Aisha, umeniita hapa tuje kuongea na wewe au shida yako? Hivyo nisikilize kwa umakini. Tena nakuomba unisikilize kwa umakini sana unielewe. Unajua kuna watu wanasemaga kwamba malaya hawachani. Ila mimi wewe kwa Aisha nataka muachane kabisa, kwa sababu sijui mienendo yenu na wala sijui mazingira yenu ya nyinyi, jinsi mnavyopendana au mlivyokuwa mnapendana, mlivyokuwa mnadeti. Kwa hiyo sasa ili jambo lisifikie kubwa mpaka tukaweka watu attention kujua kwamba kitu gani kisa. Brother, wewe utakumwoa Aisha, mimi namsamini. Mimi ni mshenga? Mimi ni nani? Nina ndugu na Aisha? Nipo hapa na nimekuita ulijue hiki au ulijue swala kwa undani kabisa. Usipate sababu au usiwe na sababu ya kufia kwenye mikono yangu, kwa sababu vitu ambavyo utakapovifanya kwangu mimi vitakuwa vizito, alafu nitachukua maamuzi mengine tofauti kabisa. Kwa hiyo nataka kuniua au afadhali tuseme wale watu wasiojulikana wamemuua mtu. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi si mtu wa kuniua wewe na si mtu wa kunitisha wewe. Tena usinitishe kabisa. Sawa? Nikwambie kitu kimoja. Umeona kwa ile binti? Nimewekeza pesa nyingi sana pale. Za kwako? Sawa eh? Na kama nimewekeza pesa nyingi, isiwe kikwazo kuwafanyia ubaya watu wengine. Yule binti pale chochote anachokitaka sijui atake nini cha thamani, namnunulia, nampa nyumba nzuri ambayo anakaa. Kwa hiyo kwa nyinyi au kwako wewe, watu ambao wa Uswahilini, sitaki je ukawa shida. Cha kwanza umesema mimi sio level na wewe, yaani hatuendani. Cha pili unazungumzia Aisha. Lazima umeita unazungumzia Aisha, umeniita hapa tuje kuongea na wewe au shida yako? Tusije tukapotezana muda. Hata mimi pia sije kupoteza muda wangu. Wewe vipi babu wewe? Labda nikwambie kitu kimoja tu. Mbona kwa ile binti umewekeza pesa yangu kubwa sana. Za kwako hizo babu. Kama umewekeza pesa nyingi, unataka unipe na mimi? Ushaye kuomba msaada mimi? Wewe vipi babu wewe? Sikilize kwa makini. Nataka uelewe ni jambo. Niweke akilini tu. You understand? Sikia nikwambie kitu kimoja. Kama unampenda Aisha, kampende yeye. Sio unaniambia mimi. Kama wewe penda wewe. Babu, wewe jinsi ulivyo. Sitaki nikaja nikapewa mashtaka. Bwana Mungu. Sitaki. Alafu kitu kingine. Take care bro. Babu usimtishe. Usimtishe. Niweke akilini. Usimtishe. Hebu niache. Uwe na jioni njema. Wewe vipi babu wewe? Kumbe vijana magari ya njano mpo hivyo nyewe kumbe. Mnapenda sana hongo. Usimtishe. Magari ya njano kwenu huko. Wewe mpuuzi mimi.